Maana ya amani kwanza ni namna ambavyo kwanza tumepata ruhusa ya kuja kuhudhuria mkutano huu kwa amani. Umuhimu ni mkubwa sana. Kwanza kama unakumbuka tukio lililotokea pale kwenye uchaguzi mkuu wa Oktoba 29, watu wengi walishindwa kufanya shughuli zao. Wengi haswa waliingia mitini, walishindwa kujiendeleza. Hofu ilitanda katika kila kona, watu wengine walishindwa hata kwenda kufanya shughuli zao za maendeleo za kujipatia riziki. Walikuwa wanatafuta mahali pa kujificha. Akisikia maneno au watu nyumba fulani imechomwa, yeye anaanza kuwa na hofu wala hafanyi kazi zake. Mimi niombe vijana wenzangu, na mimi pia ni kijana, lakini niwaombe haswa hawa wanaokuja sasa, hawa ambao kidogo umri wao ni wa moto, naomba wajirekebishe, maana kesho kuna maisha baada ya haya. Kwa hiyo yeye asifikiri kwamba leo akiamua kuingia katika uvurugaji wa amani tulio nayo sisi kama Tanzania, akumbuke kwamba nchi za wenzetu, kwa mfano kama sasa hivi nchi za ugaibuni kama Iran, tunaona rais wa nchi anauawa. Ile ni kwa sababu amani hamna. Wananchi wa mama, watoto na wajawazito wanakosa amani ya kuishi. Watu wasio na hatia, hata mahospitali yanachomwa kwenye nchi za wenzetu. Ndio haswa sababu kuu ya faida ya kuwa na amani. Mitandao ya kijamii ina uwezo wa kuvunja amani, lakini pia ina uwezo wa kujenga amani, hususan ukizingatia hawa watu wa media wakiwa wanasambaza habari njema inayohusiana na amani. Hata vijana wetu hawa ambao hawaelewi nchi inaendaje wataelewa kwamba sasa tunakwendaje. Haswa media wanaweza wakatusaidia kuweka nchi yetu katika hali ya amani na usalama. Kwa sababu ya usalama wangu binafsi, nikiona watu wanaovunja amani, ninaweza kumwona kiongozi mkuu kwa usiri, kwa sababu inawezekana kwamba hata mimi naweza nikajihatarishia maisha yangu ninapokuwa ninatoa habari hizo kwamba fulani na fulani, labda aiza kikundi fulani leo wanataka kufanya 1, 2, 3. Amani ni utulivu wa nchi. Kuna umuhimu kila wananchi wote walinde muhimu wa nchi, furugu isitokee. Inatokea kuadhirika kwa nchi pamoja na familia na wanyama ambao mlie nao. Mtandao wa jamii inalinda kutoa habari ya wananchi. Vijana na washauri kwamba walime, washirikiane na wazazi na ufugaji ili wasivunje amani. Amani ni muhimu kwa jamii yetu kwa sababu ndio uhai yenyewe. Ushauri wangu ni kwamba ni kushirikiana na jamii wote ili tulinde na amani.